Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba swali langu namba 98 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya Ibanda Kajunjumele Kiwira Port yenye urefu wa kilomita 28 ulisitishwa baada ya mkandarasi aliyekuwepo kushindwa kutekeleza mradi kwa mujibu wa mkataba. Taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi mwingine zinaendelea. Ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami utaanza baada ya taratibu za manunuzi kukamilika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Baraka Ulimboka, swali ya nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii kuuliza swali la nyongeza, na nashukuru majibu ya serikali, lakini nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipande hiki cha barabara cha kutoka Ibanda kwenda Itungi Port kwa sasa kimeharibika sana, na hasa section ya kutoka Kyela mjini mpaka Itungi Port, na wananchi wa Kajunjumele wanapata shida sana. Je, atakuwa tayari waziri kufika Kyela kukitembelea hicho kipande ili kuweza kujionea hali iliyopo? Swali langu la pili, serikali kupitia, nishukuru serikali kwa jinsi ilivyotoa fedha ujenzi wa kituo cha border post pale Kasumuru kwenye mpaka wetu na Malawi. Naishukuru sana serikali ya Dr. Samia. Je, serikali itakuwa tayari kutoa fedha za kujenga barabara inayounganisha katika ile border post ya Kasumuru ili kuonyesha nia njema ambayo Dr. Samia ametoa fedha kwa ajili ya kile kituo cha boda ya pamoja, ikiwemo barabara za kuingia stendi na taa za kufanana na kile kituo kilichojengwa kile cha boda ya Kasumuru? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tu kumtumia bunge hili tukufu kumwelekeza meneja wa mkoa wa Mbeya, ambapo nilisikia wanamsifia sana na kweli ni mchapakazi mzuri, kwamba ahakikishe wakati barabara hii, kwa sababu barabara Mheshimiwa Mwenyekiti ikishakuwa na mkandarasi, mara nyingi mkandarasi ndio anayehusika. Kwa hiyo na hakika kwa kuwa mkandarasi alisitishwa, kwa hiyo kutakuwa kuna mahitaji makubwa yanahitajika ya kutengeneza. Nimwombe meneja aweze kuwasiliana na TANROADS makao makuu, kwa kuwa mkandarasi hayupo, basi aweze kupata fedha ya dharura kwa ajili ya kuitengeneza barabara hiyo ili iweze walao kupitika na kuondoa hiyo adha, kwa sababu mkandarasi amekuwa hayupo kwa muda mrefu. Na kuhusu kufanya matengenezo ama ujenzi wa barabara ya kwenda stendi na kuweka taa kwenye ile eneo la OSBP, pia najua ndio sehemu ambayo wananchi wetu wanapokwenda Malawi ndio njia ya kutokea, lakini wananchi kutoka Malawi ndipo wanapoingilia ili wapate sura nzuri ya nchi. Nimwelekeze meneja wa mkoa wa Mbeya aweze kuangalia hizi barabara, aweze kufanya tathmini na aweze kuleta mahitaji, ambapo na hakika atashirikiana na mheshimiwa mbunge nini wangetamani kifanyike katika ile OSBP ambayo ndio mpaka wa kwenda Malawi, namna ya kuweza kuboresha, alafu aweze kuleta tathmini, ikiwa ni kuona namna ambayo tunaweza kutafuta fedha na kufanya watu wanapoingia katika nchi yetu kuwe na sura ambayo wanasema sasa wanatoka Malawi wanaingia Tanzania. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, tunaendelea swali namba 99. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, mbunge wa Mtwara mjini vijijini, sasa aulize swali lake.